Kwa upande wa kanda ya nyanda za juu kusini magharibi ambayo inajumuisha mikoa ya Rukwa, mikoa ya Songwe, Mbeya, pamoja na Njombe, Iringa na Morogoro kusini. Haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani. Katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya pili na ya tatu ya mwezi Novemba na kuisha katika wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei 2026. Angalizo ambalo tunalitoa ni kwamba msimu wa mvua kwa mwaka huu Novemba 2025 hadi Aprili 2026 tunatarajia kwamba utatawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha katika maeneo mengi. Ukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na upungufu wa unyevu katika udongo unaweza kujitokeza katika maeneo mengi na kuathiri ukuaji na maendeleo ya mazao na kupunguza mavuno. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA ilianzishwa kwa sheria ya mamlaka ya hali ya hewa namba 2 ya mwaka 2019 kupitia tangazo la serikali GN 459 la tarehe 14 Juni 2019 kwa lengo la kuratibu, kudhibiti na kutoa huduma za hali ya hewa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Halmashauri ya wilaya ya Chunya ni kati ya maeneo yaliyokusudiwa kunufaika na uwepo wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, kwani ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakulima wa tumbaku Chunya pamoja na wadau wake wamekuwa watu wa awali kabisa kunufaika moja kwa moja na utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini, huku wanaokaidi wakipata hasara ya wazi. Halmashauri ya wilaya ya Chunya ni mdau muhimu sana wa mamlaka ya hali ya hewa nchini, kwani wananchi wake wanajishughulisha na kilimo, ufugaji pamoja na uchimbaji wa madini mbalimbali, hasa madini ya dhahabu. Kwa dhana hiyo, wananchi wote wa halmashauri ya wilaya ya Chunya ni wadau muhimu wanaopaswa kupewa taarifa za hali ya hewa ili kurahisisha shughuli zao za kila siku, iwe kilimo, ufugaji au uchimbaji. Makala hii inalenga kutazama namna wakulima walivyopokea utabiri wa hali ya hewa msimu huu wa kilimo, pamoja na kuona tahadhari zilizochukuliwa ili kukabiliana na changamoto za upungufu wa mvua. Fuatana nami kujua namna mamlaka ya hali ya hewa nchini ilivyonufaisha wakulima wa Chunya, kwani sasa kila hatua wanayofanya katika shughuli zao za kilimo wanategemea mwongozo wa mamlaka ya hali ya hewa TMA. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali wilayani Chunya. Sekta ya kilimo hutegemea sana utabiri wa hali ya hewa, kwani kupitia taarifa hizo mkulima huweza kuamua muda wa kufanya jambo fulani ili kufikia azma yake kwa msimu husika. Mkulima anaweza kuamua muda wa kuandaa shamba lake, muda wa kupanda mbegu, aina ya mbegu inayostahili, kiasi cha mbolea inayotumika pamoja na mambo mengine. Wakulima wa wilaya ya Chunya wamekubali kufuata maelekezo ya mamlaka ya hali ya hewa katika kuendesha shughuli zao, na hapa wanaeleza. Nimejipanga kwamba mvua itakaponyesha tu kwa siku moja tu, kwamba endapo ikinyesha basi nisizembee, nitumie yale maji kwa wakati. Kubwa zaidi nafikiri najitahidi kuwa jirani na wataalamu ambao ndio wenye mamlaka hizo. Kiukweli wakulima wangu wamejipanga mpaka sasa hivi, kwa sababu walishapewa tahadhari wanapofuatilia hali ya hewa, na kupitia wataalamu wetu baada ya kutoa elimu wakulima wamejipanga, na mpaka sasa hivi asilimia wanaenda kufunga kilimo kwa sababu wamefanya maandalizi ya kutosha
baada ya kujua kwamba hali ya hewa ya msimu huu itakuwa ina usumbufu kidogo. Kwa hiyo wanaendana na kalenda na hali ya hewa inavyoenda. Kwa hiyo wamejipanga vizuri. Endapo kama itanyesha hata mvua chache, basi wanatarajia kufunga mwezi huu kilimo cha tumbaku. Division ya kilimo ya halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa niaba ya serikali ndio wasimamizi wakubwa wa kilimo ndani ya halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kufuatia utabiri wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, serikali kupitia division ya kilimo kwanza imepokea utabiri huo, lakini pia inawafikia wakulima kutoa elimu ili kuepukana na athari zinazoweza kujitokeza ikiwa hawatazingatia utabiri huo. Mavuno haya huwa yanakuwa ni mazuri kama mvua zinakuwa vizuri. Kwa mfano, tumbaku haivumilii maji mengi. Tumbaku inavumilia mvua milimita 500 mpaka 800, lakini kipindi cha mvua nyingi zinapofika milimita 1000, kwa hiyo malalamiko kwa wananchi yanakuwa makubwa, lakini na zao tunapata lenye ubora hafifu kwa sababu maji ni mengi ardhini. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa wakulima watunze zao vizuri, wasichafue, hatimaye wapate fedha nzuri za kuuzia ili kampuni nufaike na wakulima nufaike. Mwisho wa siku wote waingie warudi kwenye kilimo tena ili kuboresha mapato yao, tukianza na mapato ya kaya, lakini mapato ya kampuni, lakini na serikali inapata mapato makubwa kutoka kwenye zao hili. Chama kikuu cha ushirika wa tumbaku Chunya CHUTCU ni wadau muhimu wa zao la tumbaku wilayani Chunya, kwani wanasimamia vyama vya ushirika mkoa wa kitumbaku Chunya. Kufuatia utabiri wa hali ya hewa msimu huu wa kilimo wa mwaka 2025-2026, chama kikuu cha ushirika nao wamechukua tahadhari huku wakitembelea wanachama wao ili angalau kujipanga kwa tahadhari. Kwanza sisi tuna mfumo mzuri sana kwenye ushirika. Watu wa kwanza kupewa taarifa hizo ni bodi za vyama vya ushirika. Bodi za vyama vya ushirika zote vyama 40 vimeshapata hizo taarifa kwa tahadhari iliyotolewa na watabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo tumejipanga kukabiliana na mabadiliko yoyote ya hali ya hewa. Makampuni ya ununuzi wa tumbaku wilayani Chunya pia ni wadau muhimu wa utabiri wa hali ya hewa nchini unaotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, hivyo nao hawako nyuma kuhakikisha wanachukua tahadhari. Mwananchi anapoathirika na wingi au uchache wa mvua, athari hiyo inawafikia makampuni ya ununuzi pia, kwani lengo lao la kununua kiasi fulani cha tumbaku halitatimia, hivyo nao wanachukua tahadhari ili mkulima asifeli kwa kutozingatia utabiri wa hali ya hewa. Tunapokea pia na sisi taarifa za TMA na tunawapelekea vyama vya ushirika vya msingi, lakini tunafanya nao kazi kwa pamoja ili kujiandaa kupambana na hali ya hewa. Mfano, kwa sasa hivi unaweza kaona ukizunguka kwenye vitalu kule utakuta wakulima wengi wanakatia mbegu zao ili ziweze kusubiri mpaka pale mvua itakapokuwa imefika. Lakini pia tuna advise kuhakikisha kwamba wanaandaa matuta tayari na mvua yoyote itakayojitokeza tuitumie effectively kuhakikisha kwamba tunapanda on time. Tukishapanda tatizo linakuwa limeshakuwa dogo kwa sababu mimea imeshahama kutoka kwenye vitalu imeenda shambani tayari kwa ajili ya kuendelea kukua. Kwa hiyo tutakuwa tunaitumia mvua kulingana na hali ilivyo. Kwa hiyo tuko bega kwa bega na taarifa za TMA, lakini pia kuwafikishia wakulima wetu kupitia semina mbalimbali zinazotolewa na wataalamu wetu. Wataalamu wetu wapo wanapita kwenye vyama vya msingi, wanatembelea mkulima mmoja mmoja, lakini pia kwenye mikutano ya vyama vya msingi tunapeleka habari hizi kwa pamoja. Kama ambavyo tumetahadharishwa na wataalamu kutoka mamlaka ya hali ya hewa, wameweza kutupasha habari kwamba kunawezekana kukawa na mvua za wastani, mvua zisizozidi wastani. Hivyo tuwaase wakulima wetu kufanya maandalizi kwa wakati ili waweze kuendana na changamoto ya mvua ambazo tumekwisha kuelezwa na wataalamu wetu. Sababu miche ya tumbaku tayari imeshafikia kupandwa, lakini mvua bado haijafika. Kwa hiyo mikakati ambayo tunawahimiza wakulima ambao tayari wako kwenye maeneo yenye maji waweze kupandia maji.
kwani tumbaku inayopandiwa maji mara nyingi sana ikikutwa na mvua huwa inakwenda na kustawi vizuri sana. Wakulima wa tumbaku wilayani Chunya wamesifu maendeleo ya teknolojia ya utabiri wa hali ya hewa nchini, kwani utabiri wa sasa una uhalisia ukilinganisha na miaka mingine ya nyuma. Wakulima pia wameshukuru ongezeko la miundombinu inayowezesha utabiri kufanikiwa, lakini uwepo wa njia mbalimbali za kumfikishia mkulima taarifa umeongeza ufanisi kwenye kilimo. Sasa kuna program nyingi sana. Kuna program za hali ya hewa. Kwa mfano tunategemea hii ya hapo Kaea. Kuna vifaa vya hali ya hewa vimefungwa ndani, kuna Kaea, kuna tinga pale. Kwa watu wana access kwenye simu tu za Android. Sasa hizi watu wengi wanatumia simu za smartphone hizi. Kwa watu wengi wana download, kuna program ipo mimi nadhani inaitwa nimesahau kidogo. Watu wana download, wanapata taarifa hizo. Na watu kwa mfano kama sisi wanajua kabisa msimu huu wale mabondeni tunajua kabisa hizi mvua nyingi. Umeona? Mvua nyingi tunafanyaje? Kwa hiyo tayari washa access kwenye simu zao wampata taarifa kama kuna mvua nyingi mabondeni, kwa hiyo inabidi tulime mapema labda ili tuweze kupanda mapema ili mazao yaweze kufanya nini? Kumea mapema ili yasikuje kupata nini? Athari na mvua kubwa. Lakini pia kama kuna mvua ndogo watu bado pia wanapata. Kama sasa kuna mvua ndogo ndio tulime mapema. Umeona? Kutokana tu wana access na teknolojia iliyopo sasa hivi. Umeona? Kwa hiyo havisumbui sana sasa. Sio kama zamani. Zamani watu walikuwa tunaishi kwa kutabiri kwamba mwezi wangapi, lakini sasa hizi kuna vitu kabisa kwenye teknolojia vipo, kwenye simu kuna app zipo. Ukiangalia tu wakulima wengi sasa hizi wana access. Ukiangalia unajua kabisa kama sasa watu wanajua tarehe 10 ndo, yani siku 10 kutoka lini ni mvua ndo itakuwepo. Umeona? Kwa hiyo ni mambo ya teknolojia sasa hivi yameshatufikia na sisi tunashukuru. Na ni muhimu tukiwa nayo kwa sababu mtu unajua kabisa unachokifanya unafanya kwa uhakika, haufanyi kwa kubashiri. Unafanya kitu kwa uhakika kwamba hii mvua iko mpaka tarehe fulani, ndio nifanye kitu fulani. Kwa hiyo una uhakika kabisa, unaona kabisa sababu si una access mwenyewe kwenye simu yako. Unaona? Kwa hiyo ina faida kubwa, tofauti ni mkubwa sana 2015 na sasa hivi. Yaani tukizingatia kwenye utabiri wa hali ya hewa, tuseme zamani kulikuwa kuna utabiri wa hali ya hewa. Tulikuwa tunazingatia tu kwamba sasa ni kipindi cha mvua karibu zitanyesha, basi tuanze kuandaa mashamba. Kwa ule utabiri kwamba sijui mvua mwaka huu zitakuwa chache, zitakuwa nyingi, miaka ya zamani hiyo haikuwepo. Lakini miaka hii tunashukuru kwamba tunajulishwa mapema kwamba msimu huu mvua itakuwa chache ama mvua itakuwa nyingi. Mjiandae mapema. Kwa hiyo tunaishukuru kwamba teknolojia imekuwa sana, ambayo hata sisi wakulima tunafaidika nayo. Kwa sababu tunapata taarifa kwa wakati ambazo miaka ya nyuma hazikuwepo. Kwa miaka hii tunanufaika zaidi kuliko miaka ya nyuma ambapo kulikuwa hakuna utabiri wa hewa. Wadau na wananchi waliofikiwa wakati wa maandalizi wametoa ushauri kwa wakulima wote wa tumbaku na wakulima wa mazao mengine wilayani Chunya kuchukua tahadhari. Baadhi ya wadau wamewakumbuka wananchi wenzao waliopuuzia utabiri wa hali ya hewa msimu wa mwaka wa kilimo wa 2024-2025 na matokeo yake, hivyo hawataki mwingine apate hasara ya kujitakia. Kwa sasa na washauri wakulima wasikimbie kung'oa miche na kupanda kwa sababu mvua za kutosha kupandia hazijanyesha. Kwa kuwa tuna maandalizi ya kutosha, naomba mvua zile za kwanza zitakavyoanza kunyesha basi tupande kwa wakati ili angalau tuendane na kalenda ya zao la tumbaku inavyotaka. Kwa sasa wengi tumeshajifunza kwamba wataalamu wetu wanaoongea ni la kweli. Kwa naomba tuitikie yale wanapotuelekeza kwamba tufanye 1 2 3. Kwa mwaka huu hali ya hewa itakuwa 1 2 3, basi tuzingatie kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Sababu unapopuuzia basi ndipo unapokwenda kujiangusha mwenyewe. Waliofuatilia toka mwaka jana kwamba walioitikia basi walinufaika, lakini ambao hawakuitikia walipuuzia basi walianguka. Kwa ninaomba kwamba tuwe tunafuatilia kwanza utabiri wa hali ya hewa, tujue dunia inapokwenda kwa mwaka huu itakuwaje. Mvua zitakuwa chache ama zitakuwa nyingi kwa ajili ya faida yetu sisi wenyewe. Ni washukuru wakulima, lakini naendelea kusisitiza juu ya wakulima wetu tuendelee kushikamana na kutokupuzia baadhi ya taarifa kama hizi ambazo tunazitoa kila siku, na hasa mifumo
ya kidijitali sana sana, kampuni imeingia mbali sana, tayari inatoa hata maarifa kwa njia ya message. Kwa kila mkulima azingatie zile message, azingatie kila maelekezo yoyote yale yanayoingia, yanayomgusa moja kwa moja na kuyafanyia kazi. Bodi ya Tumbaku Tanzania kupitia mwakilishi wake kutoka mkoa wa Kitumbaku Chunya, ndugu Faustini Mtweve, anasema ni matarajio ya bodi hiyo kuwa zao litakuwa vizuri kwa kuwa wakulima wametii vyema utabiri wa hali ya hewa nchini. Mtweve anasisitiza wakulima kutumia vizuri taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na kutumia vizuri mvua zinazonyesha. Sisi kama bodi ya tumbaku kwa kushirikiana na wadau wenzetu wa makampuni, union na wengine, tunawasisitiza wakulima wapande ile miche ya tumbaku ambayo ipo tayari kwa hizi mvua za kwanza zinazoendelea kunyesha, na wakulima mpaka sasa wanaendelea kupanda. Wengine wapo asilimia zaidi hata ya 20, wengine 10. Kwa hiyo kwa wastani kwenye 15 hivi wakulima wamepanda tumbaku kwa mwezi wa 11. Kwa hiyo tunataraji mvua zitakavyoanza tena kunyesha wakulima watapanda zaidi, hasa mwezi Disemba mapema. Kwa hiyo zao tunatarajia litakuwa zuri kwa sababu wakulima wameitikia vizuri kulingana na tahadhari ya hali ya hewa. Kilimo chochote kile ni mchakato unaopitia hatua mbalimbali kuanzia ngazi ya maandalizi hata kufikia kipindi cha mavuno, huku vipindi mbalimbali vyenye hali ya hewa tofauti tofauti ikiwa ni sehemu ya hatua za maendeleo ya zao hilo. Kuzingatia au kutozingatia kwa kipindi hiki cha maendeleo ya sayansi na teknolojia kuko ndani yako mkulima, kwani uwezekano wa kupata taarifa kwa sasa ni mkubwa kuliko miaka ya nyuma. Njia mbalimbali zinazotumika kutoa utabiri wa hali ya hewa umerahisishwa kwa wakulima wengi kufikiwa na utabiri huo. Hivyo, uzingativu wa utabiri huo unabaki kuwa kwako mkulima. Lakini pia uhakika wa utabiri wa hali ya hewa kwa sasa umekuwa kichocheo muhimu kufika azma ya malengo ya mkulima mwenye malengo thabiti ya kilimo. Mkulima wa Chunya na mkulima wa Tanzania kwa ujumla, kwa muda huu bado unayo nafasi ya kujitathmini ikiwa unafuata ushauri, maelekezo na miongozo ya wataalamu ya hali ya hewa katika shughuli zako. Ikiwa bado haujaanza kufuata na kuzingatia ushauri huo, anza sasa, kwani anguko lako kiuchumi litakalosababishwa na kutozingatia utabiri huo liko mlangoni kwako. Serikali kupitia mamlaka nchini imekamilisha jukumu lake la kwanza kwako mkulima la kupata taarifa ya hali ya hewa kwa msimu wa mwaka 2025-2026. Jukumu lililobaki ni lako. Mikoa iliyopo katikati mwa nchi, mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi, mkoa wa Morogoro, kwa tuliku kuna hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa usiku huu. Hatuna la ziada. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.